kwa sababu wakati wetu huu tunao si wetu, si miliki yetu. Kuna watu Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhati al-imad. Yani mnao habari kulikuwa kuna watu wana nguvu nyuma, wana nguzo na ziko zirefu bila kupiga chuma. Sasa yao sisi ikalifisha ikapiga chuma, ukiwa na hao wiki moja kile chuma kule. Lakini hao ndio hawapigi chuma, wala kwa nguvu ya zake muumini na zimo hizo na ziko hivyo. Lakini kimo cha msikiti huko kimo cha mtu, lakini fadha ofia fasada, wakakithirisha uchafu, fisadi, ovyo. Yani mambo ya kheri hawataki kufanya, dhulma. Yeo huyu huwa huyu, yeo huyu anafunga huyu bila sababu, yeo huyu anakumtia fitina ule. Fadha ofia fasada, fasaba alayhim rabbuka sauta adab, wala kawamiminia kibati. Sauti ni kibati, kibati cha adhabu, tena kwa adhabu kali, kwa sababu hawatini ya itikafu, mambo ya kheri hawafanyi, mambo ya kheri na wao ndio wakafanya akawafanya hayo. Sasa lengo letu leo wataya hao ni kuwazama zetu hizi si zetu, na hayo tuletaya watu Mungu aliwapa nguvu kwa wanaume, watu wakiishi miaka 300 miaka 1000 wakiishi zamani. Yani Mungu amekuwajibu. Kuna watu Mungu aliwapangia waishi, kuna watu Mungu amewapangia waishi milele. Tuelewe hizo stage. Kuna watu Mungu amewapangia waishi milele, ila kiyama kikisimama na wao watakufa. Nani hao? Malaika. Kuna malaika, kuna waja wengine wa Mungu ambao Mungu mwenyewe ameweka ila khidri na mfano wao. Kwa itikadi yetu sisi kwa khidri kwa hai, lakini watu walikuwa hapa kisha akaungwa, akazaliwa, akaya Mungu akampa uwali, na akampa uwali huko aishi mpaka leo. Watu watasawufu wote wamefikiana kwa khidri kwa hai na hatakufa mpaka wakati hono wa kiyama. Na kuna wengine Mungu amewapa umri mrefu, si hii stage hii kwamba mpaka siku ya kiyama. Mungu amewapa umri mrefu, wameishi miaka 1000 au vitu vya nyuma, na watu wa nyuma tena kawapa na nguvu tu yao kidogo kwetu. Tumenena kwamba kuna wengine wataishi milele, malaika na baadhi ya wanadamu ambao ni wachache Mola Subhanahu wa Ta'ala amewataka waishi. Kuna wengine alikuwa nyuma akiishi miaka 300,000, nafikiri utayaona kama mambo ya mzaa, lakini katika history, katika tarehe hayo yameelezwa na yakupelekwa kwa Waislamu na kwa Waislamu. Wako watu wakiishi miaka hiyo na migufu, na Qur'ani inathibitisha, walio hatuna shaka. Lakini umri wetu tulionao ndio tutakanuta hii tuelewe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatuambia, a'malu ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilu man yajawazu dhalika. Umri wa ummati wangu maana yake ni baada ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni Muislamu, akiwa si Muislamu, lakini katika umma Muhammad, akiwa Myahudi, ni Mkristo, ni Muislamu, ni pagani, ana dini kabisa, lakini ni umma Muhammad. Kuna umma Muhammad, umma da'wa, wale ambao Mtume anaambiwa walinganie, na sisi tumepewa kazi majirani zetu tusiwaate katika yani ghanima, katika faida hii ya Uislamu. Majirani zetu leo wapenda tuambie karibuni katika Uislamu kwa tabia na maneno, sio kuambia karibuni usubuhi leo kwa faragha kwa kujenga. Yani kuna watu wanakwenda milango ya watu maduka, kisha wao hujiita Waislamu, wale waofudiwa sio Waislamu. Kwa hivyo watakuambia kwamba Waislamu ni majaki, ni majambazi, na wewe unaona ukanyamaa, na wewe ni jangi. Wewe pia unaona ukanyamaa, na wewe ni jangi. Kwa hivyo tukumbushe ndio Waislamu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, a'malu ummati ma baina 60 ila 70. Umri wa ummati wangu ni baina miaka 60 na miaka 70. Lakini hapo ndani nataka tanabai nukta muhimu. Sisi tukalizijana tukalina miaka 12, miaka 20. Kwa hivyo tunaona tunaishi bado sisi tunatuna
kisha ndevu zile nyeusi kwa ngono ushapita. Yaani ushapita permanent. Sasa huko lakini kidogo sana nafasi yake. Hao watakao kuishi sana ndio wataishi miaka 60. Watakao kuishi sana wataishi miaka 60 mpaka 70. Lakini mwenye kupita 70 ni wachache. Alipotumia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume la yatiku anil hawa. Mtume hatamki kwa hawa. Kwa hivyo hilo la kwanza, hatuwezi kupitisha miaka 70, ni wachache sana. La pili, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia zama, yani kiama kikikurubia, kuna mambo mawili mapya ambapo kwamba yakuzidi kutuonyesha tusiwe na raha ulimwenguni, tusijiamini kwamba twaishi ama tuko. La kwanza, zifo za ghafla. Idha iqtaraba zaman yakthuru mautul fajaa. Zama zikikurudia za kiyama, kifo cha ghafla kitakuwa ndio aghlabia. Yaani utakuwa umezungumza na mwenzako hapa leo kwa msikitini, tukitoka pengine kwa habari fulani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Au asubuhi usiku umezungumza na mtu, asubuhi upata habari kwamba fulani ametuacha. Utashtuka kwa sababu ya yule hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fulani ana bwana amempeka fulani hospitali, fulani amefanya fulani, lakini kumbe ndio ile hali ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia zama zikikurudia za kiyama, watu zifo za ghafla zitakuwa kwa wingi. La kwanza. La pili, mautul jamaa, zifo za wengi. Nafikiri tukumbuka kwamba zamani kwa hakuna, tumesoma katika tarehe ya madrasa ama kwa shule ndio tumesoma kwamba zamani magari yaliokuwepo ni haya outdated, hizi ngamia, pengine ngamia hutengenezwa kama mabao ama ziti, wakapanda watu 3, 4. Kwa hivyo tangamia akiumia, akianguka, wenye kufa ni 3, 2. Yeye nafikiri tuliwa kuna ndege ya watu 300 na ndege ya watu 500, siko ndege hizo. Ikianguka ile ndege wote wamekufa, wote hawapatikani. Kuna mabasi haya watu 40, 39, ikianguka basi kapata accident. Sasa sisi kama hatuyaamini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani tusiamini hii reality, yani wapi kuna uhakika wa mambo uliopo? Kwa nini wewe upite siku nzima usimsabiri Mola? Ndio kaina subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, kwa swali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuambiwa dhikri hizi tulizonazo ziliopo. Na Bwana mmoja akamwambia Mtume akakusaidia nusu. Nini tunapanga kufundisha ni bora. Ile akamwambia basi mimi ibada yangu yote nitaifanya kukusaidia wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia ina kufahamu. Kwa hiyo ufahamu tangu ukilazimisha na swala ya Mtume, hata ukiwa mtoto mdogo ukamswalia Mtume, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, usubuhi 10 na jioni 10. Kama huwezi hizo waambiwa Mtume atakushifanyia siku ya hata ukifa sasa. Mtume atakushifanyia mashida gani? Wataka nini duniani? Ikiwa wako umedhaminiwa basi atoshi. Lakini ukimswalia zaidi, mfano 100, 200, 500, 1000, 2000, ukipata faragha, siku ambazo kwamba hakuna madrasa, hakuna shule, si bichi, kwenda bichi, kwa maasi. Keti nyumbani kwenu na umri wako mdogo, mswalie Mtume, umtaye Mola. Na haya ndio walikuwa wakifanya wale. Tutoe kwa sababu mali. Mola si wale. Kuna watu husoma dini pamoja, miaka 10 wakasoma dini pamoja, lakini kwa pamoja wale wengine sawa. Na wote wanaonekana kwenda chuoni kwa wakati, wengine hata kwa wakati mzuri zaidi. Lakini akapewa Mola kwa mkule pale, sio. Na Mola tuambie yeye ndio amtakaye elimu. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wewe Muhammad, nena mwambie Mola akuzidishie elimu na kuruzuku fahamu. Kwa hivyo haya kutoka kwa Mola. Hata Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam anasema inna ma ana qasim wallahu muwaffiq. Mimi nagawanya hapa, nasomesha msikitini, nasomesha watu 300, watu 500, lakini anayetoa haswa akaifikisha ile risala, ile message ni Mola. Mtume mwenyewe inna ma ana qasim wallahu muwaffiq. Mimi nagawanya, lakini Mola ndiye kutoa akamfikishia mtu. Sasa wale watoto
Kwa hiyo Mariam mamake alikanadhiri. Mariam bila mwanamke, sio wadharau wanawake, wanawake hawana thamani. Sisi wanadamu wakio, si Mayahudi, si Wakristo, si Waislamu, si Uislamu. Uislamu au kudharau wanawake. Uislamu unampa cheo mwanamke, tena cheo. Hata katika kurithi pia, mara nyingine mwanamke urithi zaidi kuliko mwanamume. Ziko sehemu fulani. Kwa hivyo Uislamu pekee yake ndio muhimu mwanamke. Lakini Waislamu sisi kwa leo, Ukristo, Uyahudi, upagani, wao kwa mwanamke kama kilele, kama chombo cha kupezewa, cha kumalizia haja zako, basi nakuishi. Sasa huyo Mariam mamake alipata mimba ya Mariam. Akamwambia Mola, umeweka nadhiri. Angalia athari, taathiri ya mama, taathiri ya baba. Kwa hivyo vijana watu wa mashetani, kwa sisi mababa wa mashetani, sisi mamama wa mashetani, si kijana. Akamwambia Rabbi, nimekuwekea nadhiri kiliyoko tumboni, takiweka kitupikie tu msikitini, Masjidul Aqsa, niliomba uongo ya Rabbi. Mfano wa majirani hapa, ya Rabbi, mwanangu huyu nitakayekumzaa ili mimi walolipa, nikimzaa mwanangu kamwata tupikie Masjidul Aqsa. Ni nia hiyo pia. Na misikiti yote ya Mungu, wala masajida illa. Mambo tusomesha pita ya mpaka siku ya kiyama. Huyo mwanamke wa Ibrahim, huyo mke wa Ibrahim, si kwa bahati malaika, ni binadamu kama sisi. Yeye Mariam mwenyewe si malaika, ni mwanadamu kama sisi, kina mama. Na ule mume wake yani na wewe pia mwenyewe ni mwanadamu kama sisi. Ni mwanamume kama wanaume wengine. Lakini kwa sababu nia zao na matendo yao, basi alipoweka nadhiri, nimekuwekea nadhiri ya Rabbi, alipomzaa mwanamke. Akamwambia nishamzaa ya Rabbi, lakini mwanamke hawezi kuketi msikitini, kuna siku zake za ada, afai kuketi msikitini kwa sababu haruhusiwi na mwanamke. Kuna siku zake ambazo itakuwa ana mimba, pengine amebeba ujauzito. Kwa hivyo sasa wanashauri, lakini wala mumbei fatakabbalaha rabbuha bikabuli hasan. Wala kamtakabali Mariam kwa mwana kwa mwanamke ni kweli hawezi kuketi msikitini, lakini kuna sehemu sana, kuna bati, kuna roba ya hapa ya roba ya msikiti, yani kama ukumbi wa msikiti. Afaa mwanamke kuketi, afaa kutikafu, afaa kufanya mambo hapa afaa, na yule sakafu pia afaa mpaka mbinguni, kwa sababu kuna msikiti. Sasa alipozaa, na kwa sababu nia ya mamake ilikuwa nzuri, ule kijana ameingia na kupenda msikiti. Kupenda msikiti, kumtaya Mungu, yani ufanye mambo mema pale msikitini. Babu alifanya malezi, kwa hivyo hapo alipokea msikitini. Alipobadili sasa ikawa msala mwingine, akaekewa kando sehemu yake. Sayyidina Zakaria akamwekea kando sehemu yake, akaendelea na ibada yake achoke. Kwa hivyo alianza katika utoto wake, akainukia na Mungu naye akampa mimba yake, akampa mimba ya maajabu. Mpaka Wakristo leo ndio wanaume. Tena sisi nzuri hapa atuelewe, ndugu zetu Wakristo ndio yote Yesu haona kwa Isa maana wa Mungu. Kiakili waweza kunena, kwa sababu haiwezekani mwanamke mchaji afifa, yani amejikinga, amejihifadhi, na biolojia haikubali mwanamke abebe ujauzito bila ya mwanamume. Hilo haliingia akilini kibiolojia. Sayansi haikubali, ijtimai, yani mujtamai, jamii haikubali. Lakini sasa kuna biolojia nyingine ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, direct ile ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, na Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hii hushida zote, yani hii iko yula la kila mvutio unaovutia, hii ya Mola. Ndio Mola akapatia ujauzito, akamwambia kwa kijana ni mwenye baraka yake haitobakia kwako, baraka yake itaenea katika jamii yote. Au kwa lugha nyingine tuele ni mkombozi. Mayahudi walikuwa wakinyanyaswa, wakidhulumiwa, wakionewa, lakini Mola kwa baraka ya itikafu ama nadhiri ya mamake Mariam na itikafu ya Mariam, Mola akampatia kijana wa kujiza ambaye
tuko hapa kama tunajipenda kweli sisi wenyewe, kama tunajipenda. Mola akamzalisha kijana ambaye huwakoza toko sakafu. Wewe na mabilioni ya pesa, kwa bilionia, trilionia. Mato ikiwa ni sakafu, yani toko sakafu, mato yameziba haswa, ile mishipa imekauka yote, kutoka kijana kuzaliwa. Daktari hawezi kutibu, hata daktari gani, specialist na magani hawezi kutibu. Lakini Nabii Allah Isa kwa ushujaa, kwa sababu Mola wake kwa ndani ya moyo wake akasema wa ubrikul akmaha mwatuma teho, mimi nina uwezo kutoka kwa Mola wangu kwa baraka ya wazee wangu, na mimi mwenyewe bidii yangu ninayofanya kwa ajili ya Mola naweza kuwapoza hao toko sakafu ambao daktari mwingine yote specialist hawezi. Wa ubrikul akmaha wal abras ni balanga ni maradhi mtu afanya weupe kwenye uso, kwenye mikono, ni maradhi si mazuri, uso kula na balanga pia. Na pia watu kuona kujika, Mwenyezi Mungu atukushie inshallah. Na wale wenye nao Mwenyezi Mungu inshallah atukushie. Wal abras wa ubrikul akmaha wal abras wa uhyi al-mauta biidhnillah. Na aliyekufa na uwezo wa kufufua biidhnillah. Sasa haya hizi zaitwa kabaya idea, mambo ambayo yametoka katika nidhamu ya ulimwengu, imeingia katika grade nyingine, imeingia sehemu nyingine ambayo hatuna uwezo nayo. Yaani ni kitu kidogo tu. Subhanallah, kila wakati usiketi na ukuzi, usinene maneno ya kuuliza wakati, kila wakati itayamu mema. Kisha ujiangalie mwenyewe. Hata macho yangu pia katika kiza huwa yaona namna nyingine tofauti na ile ambayo hana fikri. Ni ahadi. Hata mwenye kuswali swala za sunna zaidi ya kawaida, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya hadithi kwa Mola wake anatuambia, wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Mja yoyote mja wangu aliyejitambua kwamba umri wake ni mfupi, hata kama ajua umri wake ni mrefu, lakini ameambiwa usikize, ameambiwa utaishi miaka yote, yani ufi na wewe pia, lakini akajitambua udhaifu wake, akafanya ibada, swala za sunna, mambo ya sunna, wala tobi kuntu sama'u alladhi yasma'u bihi. Mimi Mola si mtume, mimi Mola nitakuwa sikizi lake ambao usikiza kwa hiyo sikiza. Kwa hivyo utakuwa usikiza maneno ambayo si kawaida. Yani hii Qur'ani tulisoma na hizi hadithi za Bwana Mtume tusome kwa undani. Ikiwa Mola atambia mimi nitakuwa sikizi lake, tusishangae. Huku nyuma katika Qur'ani Mola atambia wenye kunong'ona, wenye kuzungumza kwa siri, wenye kujificha mahali wawili, ikiwa ni watatu ya Mungu anasikia ule mnono wao, ikiwa ni watano ya Mola wa sita, na hivyo akiwa ni Mola uzungumza nafsi yake, Mola husikia. Sasa katika hadithi Mola atambia kuntu sama, mimi nitakuwa msikizi lake, ina maana waweza kupata habari za watu waliokumokoa, kuzungumza siri, waliokoshela. Na mambo si ajabu, na tukio mengine tutaambiwa hapa tutapaka. Lakini dalili za hadithi, dalili za tarehe. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib alipokuwa atakwenda, jamaa kumsisitiza ufunguo kapija Mtume zitazabandili. Abbas akawaambia Quraysh, mimi huyu ni mwanangu, huyu kadha, na mimi na deni. Akatoa wasia Hamza nani Abbas, basi kuna Saddam nataka wawili tu kwenda katika sita, tumekafungulia kwa mke wako mke fulani kadha. Tuko Madina ule kwa Maka Abbas, lakini yake Mtume alikuwa ni yake ni fulani. Kwa nini Mtume aliwelea Abbas? Kwa nini? Kwa sababu sikio lake ni sikio la Mungu, mkono wake anautumia, hakumuua mtu. Mtume wetu hakumuua mtu yote. Nabii Allah Isa na Musa ameua watu wengi. Nabii Allah Isa ameapiza watu wengine. Lakini Mtume Muhammad aliwaombea dua. Hawa nataka sana yatukeni sana kama ndugu zetu tuwafahamishe hawa wasio Waislamu. Maana wao wamesoma sana Nabii Allah Isa. Wamesoma sana na wayapata mingi sana, lakini huyo hawayapata huyo Muhammad. Ingawa Mola tuambia wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Mtume Muhammad ndio rehema kwa viumbe wote.
Nabii Allah Isa alikuwa ni rehema kwa Bani Israeli 12 tu pekee yao, si mwingine yote. Baadaye alikuwa akiwafufua Bani Israeli, wale akiwasaidia Bani Israeli, hakutumilizwa kwa wengine. Lakini Mtume Muhammad ni ziumbe wote. Sasa tuwafahamisheni hawa ndugu zetu, chuki si mzuri, kutukiana hata kwamba huyu madamu si Muislamu utopenda, utoketi naye, utaketi naye mbali, hali kwamba na tuna tabia mbaya. Huyu si kabila yangu, huyu si Mbajuni, huyu si Mdigo, huyu si Morba, huyu si namna hiyo yako hapa kwetu. Na kwa afya yako, lakini kwetu ni aibu kuwepo hapa. Manake na wao pia yako, huyu si Mbawia mwenzangu, huyu si Mkamba mwenzangu, huyu si yale wengine tusitae kama tutae hayo mengine. Kwa hivyo lengo la maneno haya yetu leo, ukimtaja sana Mola, ukamswalia na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawataja watu wema, ukafanya amali njema, Mola hukupa mambo ambayo wengine hakuwapatia. Ikiwa ni elimu atakupa special, ikiwa ni kusikia masikizi, utasikia ule fulani ni wali. Si kwamba ule wali ulikuja tu akalala usiku siku ndoto amepewa, ama amesali tahajjud usiku amepewa. Kuna mambo mengi na mambo yatakikana. Alikuwa yani anahurumia watu zaidi, yani kwenye kumkosea pia kusamehe mambo. Ikiwa kuna njia mbili ya kufuata ile ambayo ni hafifu, ambapo haina madhara kwa mwenzake, kisha kufuatia na mkono wake pia, waenda kulati yamtushu bila ule mkono wake anautumia huwa ni wangu mimi itakuwa ndio mkono wake huyo mwenye kuikurubisha kwangu kwa mambo ya sunna na kufanya mambo mema. Kwa hivyo mada yetu ni kwamba umri wetu ni mfupi, na ufupi wake ni sampuli 3. Wa kwanza ni kwamba miaka yetu haipiti 70, yenye kupita ni machache. La pili, sifa zetu za ghafla ni zile tuhusu hatima ya roho, tuhusu hatima na atutekelezee yale mema tuyafanyayo, maovu atusamehe na atudhibiti tusiyafanye. La tatu, baya kwetu sifa za wengi, yote tumeambiwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo Mtume huyu aliyetwambia haya tusishangae na tunayoyaona, kwa sababu yamepangwa na Mola na lazima yapo. Tunaonekana nini? Tuatende uozi, tuatende kupoteza wakati. Ila wewe kama una kazi usalie Mtume, kama una kazi ama upika sawa, upika kiazi, upika mhogo, upika wali, kama msallallahu alaihi wasallam, zile zipotee kule. Wanaktubu ma qaddamu wa atharu kulla shay ahsana fi imamin mubin. Tutayaandika yale waliyofanya, waliyotenda, na athari zao pia walioweka affection zao, tuziandika kila kitu tumekihifadhi fi imamin mubin, katika asili ile wazi wazi, yani hakupotei kitu, wala hakuna kompyuta era na kesi zote ni kompyuta era. Katika kura watu wakijemba kwamba kompyuta era, katika ID tukiona huyu atafaika kupata ID kwamba kompyuta era. Mwanafunzi akifanya bidii madarasa shule akakoseshwa kwamba kompyuta era, mpaka kurekebisha hayo wa muda umepita na kijana amefika mmoja, lakini hakuna kompyuta era. Hiyo ni special ya kuandikwa na malaika wa ambia wala wao. Sasa tujitahidi, tusomeni dini, tusomeni, yani tufanyeni mambo ya dini ile tunayosoma tuyatumie, na kila baya tuepuke inshallah taala. Nafikiri usije kuongelea na au kwenye kuongelea. Sasa tutakuwa tukijibu maswali haya machache, lakini kutoka hapa tukinayo tuyajue, tuyafahamu, kwa sisi tuko katika riski zaidi kwa mambo hayo matatu. Wale wa nyuma tuwaache sare zao kwa wafaa kusare, sisi hatufai kusare. Sisi sare zetu takana ziwe ni hizi: Allah, Rasulullah, al-mujtama, jamii, kuitumikia jamii. Umemwona mama amebeba kuni, simemwemea zile kuni, mwambie mama azishushe hizo kuni kidogo, msaidie angalau zile kuni. Na wewe mama, mamake asiwe hasidi, lakini tumekuwa hasidi sisi wallahi. Mbelesha mwanangu kitalafu, mbelesha mwanangu kitalafu, amemsaidia kule kwa sababu kuchukua. Tuwe na tuatende kusidi. Na vile unapomwangalia mwanao, angalia na mwana wa jirani yake, ndani wako. Muslimani au ghairi muslim, akiwa Muislamu ama si Muislamu,
ule kijana anayestahili kuhudumiwa na wewe baba au na wewe mama, na mtani wako pia stahili mwanao kuhudumiwa. Tuateni ubaguzi. Ubaguzi si Uislamu. Ubaguzi wala subhanahu wa ta'ala tuatia ina akramakum inda Allahi atqakum. Ule mshajiki zaidi ndiye anayependekeza kwa Mungu. Pendekeza hapa ni muda fulani tutamalizika. Kwa hivyo inshallah kuna maswala au maoni au mwongozo. Bismillah. Na mtu aliuliza kwamba Nabii Isa hakufa, alirufanishwa na Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu akasema atarudi. Sasa akirudi, yeye aliuliza atarudi kama wali, atarudi kama mtume, ama atarudi kama mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, maana swala zote tumepata. Mtu anauliza kwamba Nabii Isa, sisi katika yetu Waislamu ni kwamba atarudi. Isipokuwa Ahmadiyya, lakini kama tunafahamu Ahmadiyya hatuwezi kuwaruhusu Uislamu, lakini wao Nabii Isa alikufa na madai zao ya kutoa, lakini Ahlusunna Jamaa wote wamefikiana kwamba Nabii Isa hakufa. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa Qur'an tuambia kwamba wakadhaluhu wa masuluhu, hawakuweza kumuua wala hawakusuluhu, wala kishubiha lahu. Yani Yesu Kristo hakuuliwa, hakufa wala hakusulubiwa kwa sababu ni kiumbe kitukufu, wala kishubiha lahu, wamechanganyikiwa. Wale waliosema hivyo wamechanganyikiwa. Qur'an inatuambia na challenge watufichie mtu kwamba Nabii Isa aliuawa. Hakuna. Hata kwenye Biblia mshiko waziwazi. Swala la kwanza kwa nini? Kwa hivyo Nabii Isa hakuuliwa. Lakini kwenye Qur'an tuambiwa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya, mimi nitakutimizia. Tawafa tafsiri yake hasa kwa lugha ya Kiarabu ni kutekeleza. Ana tawafaitu amali, nimetekeleza kazi yangu. Kwa hivyo inni mutawafika, mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Wa rafi'uka ilayya, ni sasa takupaza mbinguni. Ndio tafsiri hiyo haya. Lakini tufasiri pia inni mutawafika haina shida. Mimi ndiye nitakayekufisha, si hao Wayahudi. Mimi ndiye nitakayekufisha, si hao Wayahudi watakaokuua na kukusulubu. Warafi'uka ilayya, mimi sasa nakupaza mbinguni. Kwa hivyo Qur'ani haiyanena kwamba Nabii Isa ameuliwa kwa aya zote za Qur'an. Swala la pili ni kwamba sawa, ikiwa hakufa amepazwa mbinguni kisha atarudi kufanya nini? Ana kazi gani nyingine? Na yeye madai kwamba Mtume Muhammad ni rahmatan lil alamin na ni mtume wa mwisho. Naam. Nabii Isa ana daraja mbili. Ana daraja ya nubuwa, ana daraja ya risala. Ana ujumbe amepewa na Mola direct na ni Injili. Kisha ana ujumbe mwingine kwa kufikisha Taurati. Taurati ni ya Musa, si yake yeye. Lakini sheria yeye kwa lazimishwa aje katika sheria ya Musa. Kwa hivyo Nabii Isa ni mtume wa kufuata. Si mtume mustaqil, si independent. Yaani mustaqil ni independent. Nabii Isa kitabu chake cha sheria ni Taurati. Hii ni Injili. Ukisoma liko Biblia ya Kiswahili, liko na Biblia ya kale, kutoka kwa madarasa ya Mungu moja kwa 250 Biblia mpaka yote yetu na nini. Kwa hivyo kuna Biblia ya kale. Ukisoma ile Injili ni mambo ya tasawuf pekee yake, hakuna sheria. Yaani mambo ya tasawuf ni ile kusafisha roho yake, heshima, kuheshimu wazee, kuheshimu jamii, kuitumikia jamii, ndio maneno yake. Lakini sheria ni Taurati, ni agano la kale ambalo kwamba wanatumika katika sheria za Mungu. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni independent. Sheria yake ni mustaqil, yani ni pekee yake. Qur'ani imekuja kufuta yote. Ile sheria za nyuma zote zimefutwa na Qur'ani. Lakini Nabii Isa kwa kinena imekuja tu kurekebisha baadhi ya mambo na kusafisha baadhi ya mambo. Lakini mimi sheria yangu ni Taurati. Yeye Nabii Isa. Mtume Muhammad kwa Qur'ani ni muhimmin. Maana muhimmin ndio control. Muhimmin ni control. Ni kwamba sheria ya Qur'ani ndio ya control zote. Ikiwa kuna maneno katika Taurati, katika Biblia yamepingana na Qur'ani, hiyo hausi ya Mungu. Ikiwa katika Taurati kuna maneno yamepingana na Qur'ani, basi maneno ya Mungu. Na haya tafakari sana. Kusomeni ziko Biblia pia. Ndio kusoma na kusoma kizungu na neno la
wao Waswahili katika kuta Kirumi. Someni Kirumi. Iko za Kiarabu pia Biblia, alkitabu al-Muqaddas. Sasa atakwenda kufanya nini Nabii Allah Isa? Nabii Allah Isa atarudi kama nabii. Atarudi kama rasul. Nabii Allah Isa atarudi kama nabii. Atarudi kama rasul. Yaani atakuwa na sheria yake, ataifuata Qur'an. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hadithi, lau Musa karudi ama Isa ma wasiawa illa tibau Qur'an. Hadithi sahihi. Lau atarudi Musa ama Isa haikuwa kurudia wao, hawataruhusiwa na Mola wao isipokuwa ile Qur'an. Hiyo ni hadithi ambayo haina shaka. Sasa atakaporudi na Isa ataifuata Qur'an na atahukumu kwa hukumu ya Qur'an, lakini atakuwa ni mwanachuoni wa kipekee, mujtahid, yani mustaqim. Hakuna madhhabi yake ya Isa ni Abu Hanifa ama ni Jafar Sadiq ama ni Malik ama ni Shafi, hilo kwa sababu yeye apata mwongozo zaidi kwenye Qur'an na ilham kupata kwa wake. Itakuwa tunajibu upande wa pili. Kwa hiyo Nabii Isa anarudi kama nabii, si kama rasul. Na hikma wanazoona katika hadithi iliyopokea, atarudi kuua nguruwe. Yaani atakaporudi Nabii Isa ataua nguruwe, atafuta salama. Hadithi hii kweli. Yake yakulu tanazir wa yakulu wa yaksiru salib. Kazi yake itakuwa hiyo. Kuitoa misalaba yote kwamba hii si wala hii si sheria yao. Yesu atakuja inshallah tusikie hofu. Na nguruwe atawaua kwa sababu nguruwe rabbi innahunna ulama kathira min nas. Nguruwe huweza watu wengi, wametia maradhi watu wengi. Kama ni Biblia hii kwamba nguruwe na maradhi na kansa na nini, lakini tusome kwa kuelewa. Tusisome kwa kunena bila wewe kuelewa. Na watu kusoma watakana wao wenyewe, lakini kuna wengine kusoma watakaoelewa. Lakini tusome Biblia, tuangalie nguruwe tumeambiwa tusile kwa sababu moja mbili tatu. Hii Biblia tunayo. Ama kwenye Qur'ani ndio tumeambiwa makubwa zaidi kuhusu nguruwe. Na wao wamethibitisha, hata wazungu wamethibitisha kwamba nguruwe ana kansa, ana maradhi, ana nini. Sasa Nabii Isa atakaporudi, atarudi kama nabii na atahukumu sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ataoa. Nabii Allah Isa ataoa, na maana kusuka ina afai. Ataoa katika jamii ya Kiarabu na atazaa kijana au vijana, imani moja mawili. Kisha atakufa, atazikwa katikati ya Sayyidina Abubakar Siddiq na Sayyidina Umar bin Khattab. Haya mambo tushayaongea, kama tuangalie. Atazikwa katikati, maana kule Makka na Madina kuna kaburi ya Mtume iko mbele, kisha Abubakar kwa nyuma yake, lakini kwa nyuma ya Mtume, kisha Umar kwa nyuma ya Abubakar, lakini kufuatana. Sasa Nabii Isa atazikwa baina ya Abubakar na Umar. Pia hakufikishwa makamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo ya sababu shaambiwa, tuelewa kama kwa tuangalia sasa. Kisha atazaa kwa maneno, kisha atakufa, atazikwa na Sayyidina al-Imam Muhammad bin Abdullah. Yaani huyo Mahdi tunayemtaja na atakuwepo katika, lakini Nabii Isa atakufa mbele, atazikwa na Mahdi. Au wengine na Mahdi atakufa mbele, atazikwa na Nabii Isa, kisha Nabii Isa atakufa. Na inshallah wenyewe. Ile muhimu kuulizwa hapa, kuna watu wengine wamechanganya wakapata problem kuelewa. Kuna watu manena zimepokewa sio hadithi kuhusu Nabii Isa karudi, kisha wengine wameenda la Nabii Isa ni wewe Mahdi, na liko alivyo ma Isa ila Mahdi wa Mahdi la Isa. Sasa wao wamechanganyikiwa kwamba wewe Mahdi ndio Nabii Isa na Nabii Isa ndio Mahdi. Yaani Mahdi ndio Nabii Isa harusi. Na wanaenda kidini hili moja ndugu zetu Ahmadiyya au Ahmadiyya au dalili ya kuwaje wa Ahmadiyya. Makadiani. Hiyo ndio dalili yao na wana haki wataka kunena, lakini dalili hakuna. Nabii Isa kama na mtume na Sayyidina al-Mahdi ambao ni kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye kama na dalili moja ni hadithi ya katika Sahih Bukhari. Atuambia Mtume atuambia kaifa idha nazala Isa bin Maryam wa imamukum minkum,
Pene habari utafiki vipi, utaishi vipi Nabii Isa akateremka katika Baitul Maqdis, akateremka pale katika babu Luki ya Rasul, kuna mlango pale kwenye babu Luki, akateremka Nabii Isa na watu waswali swala ya fajiri. Imamu nani? Wa imamu minkum, imamu katika nyinyi ni katika Baitul Mtume wa Muhammad. Sasa Sayyidina Isa akiteremka, Sayyidina Mahdi atarudi nyuma, yani ampisha Nabii Allah Isa, sababu yeye nabii, huyu ni wali, na nabii, kila nabii lazima awe wali, lakini si kila wali nabii. Kwa hivyo Mahdi ni kizazi cha mtume, watu watukufu, watu bora, lakini si daraja ya mtume, si daraja ya nabii. Sasa akamwambia, akamkumbusha Nabii Isa swalisha. Nabii Isa atamjibu kwamba imamu minkum, mtaswalisha na nyinyi wenye umati Muhammad, nyinyi wenye mtaswalisha. Kwa hivyo hiyo swala moja ya fajiri ataswalisha ni Sayyidina Mahdi, lakini zipindi zingine zote ataswalisha ni Nabii Isa. Kwa hivyo ni difference kwa watu wawili, kuna Isa mitano, kuna na Mahdi mitano. Kisha katika kumuua Dajjal, wanashirikiana wawili, Nabii Isa na Sayyidina Mahdi. Mahdi atakuwa ndio Amirul Mu'minin wakati huo, atakuwa ndio kiongozi wa Waislamu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie Allahu faraja, Mwenyezi Mungu aise haraka faraja yake, na sisi ndio katika ndio mwongozo mwema. Kwa hiyo Mahdi atazaliwa ama ashazaliwa, maana kuna itikadi ya ndugu zetu wasema ashazaliwa, na huyu ndio imamu wa 12 wa Ashariya, yani Sayyidina Hasan al-Askari alimzaa huyo Mahdi, lakini alikuwa na miaka 5 akajificha kwenye shimo huko Iraq, basi mpaka leo maisha yote ya Uislamu. Sasa tufuate itikadi hili ama tufuate itikadi ya Sunna Jamaa kwamba atazaliwa kisha naye ataoa na atazaa. Itikadi yetu Ahlus Sunna Jamaa, Mahdi atazaliwa na atakulia kama wanavyokulia na wengine, lakini tabia zake zitaonekana nyingine. Yaani tabia zake sio zetu za kiujinga, za kupoteza wakati, atakulia makuzi mema mazuri, na atasikia katika daraja ya ya kubadili, atabadili na watu wote wapenda, wale waumini, si wote watampenda, atakwenda kuoa, ataanza kazi yake, watu wote watampenda. Yaani watu wa Maka, Madina, wa sehemu za ulimwengu mzima wakimwona kwa wapenda. Sasa hatuwezi kuona ni Habibi Omar kwa sababu jina lake si huyu, ni Omar bin, lakini tuchukue mfano kwa sababu watika al-amthal madribu lin-nas. Lakini mtu huyu atapendwa na watu wote na atakubalika, kisha atanena kwamba mimi ndiye fulani niliwaambiwa, nilobashiriwa na mtume kadha, atafanya mambo mengi, atapewa uongozi wa kukomboa ulimwengu. Mtume atambia law lam yabqa law lam yabqa illa yawman latawalla Allahu dhaka yawm hatta yati rajulun min ahli baiti ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abihi. Hata kama ulimwengu ni wa kesho mwanzo, lakini lazima atakuwa kiumbe katika mbegu zangu, ina lake yeye kama ina langu mimi, na ina la babake kama ina la babangu. Kwa hivyo huyu ni Muhammad bin Abdullah. Sasa kama kuna wale katika kizazi cha mtume wameanza kujiita Abdullah, kizazi jana ikawa ni Muhammad, yawezekana, lakini mpaka sera yake tuione mapema, sera yake ni nzuri na sana. Yawezekana huyo akatoka sehemu za Palestina ama sehemu za Jordan au sehemu za Syria, lakini na kwetu Afrika pia kusira lao yaweza kuja huku Afrika, kwa sababu na hadhi ummatukum ummatan wahida. Kwa hivyo atazaliwa na atakulia kuonyesha ishara nzuri, mambo mazuri, lakini ule wanaoenda ndugu zetu kwamba alizaliwa ile hakuna katika sababu zao. Ukisoma sababu zao kuonaje kwamba sina kaza la sharia kuzaa, na ndio maana tukoe kutamwa, ndio maana mali yake, mali ya Sayyidina Hasan al-Askari ilithiwa na ndugu yake aitwa Jafar, na huyo Hasan al-Askari ambao anadaiwa kwamba Mahdi ndio alisimama, na kawaida mtu alikuwa kijana ndugu alifu. Sasa wao maisha sharia walipoona mambo yamedangana, wakamwita Jafar al-Kadhi. Kuna Jafar wawili wa Ifasiri, kuna Jafar Sadiq yule hakuweza kupinga, kisha kuna Jafar al-Kadhi. Kisha lakini wanazuoni wa kileo hao walio hai wasema tahadharini kumuita huyu Jafar al-Kadhi kwa sababu ni mtoto wa Imam Mahdi. Wasema sababu ni mtoto wa Imam Mahdi, hata kama amerithi
sababu leo hai, lakini mtoto ni mambo mbaya. Yaani kwa ufupi, tusomeni kwa ajili ya Mungu, tusomeni kwa ajili ya binafsi zetu. Kwa ufupi, atazaliwa mali na atakuwa kama wengine. Yule anayeambiwa na ndugu zetu si kweli, hatukubali wala hakuwepo, na dalili tunazo nyingi hizo ambazo tunafuatilia inshallah. Naona wakati ndio kurudia dakika 5 kwa ajili ya ndio kuendelea swala la mazuri na hizo shaka yetu ndio tunaruhusu swala la mwisho. Tunasoma kwa sauti. Yaani bismillahirrahmanirrahim. Na swala ya bure ama siri. Na watu wamepata tayari washafunga swala mara moja. Mimi nimeingia. Nafunga swala na yeye. Swala letu la mwisho tumeulizwa na ndugu yetu kwamba mimi mfano ni msikitini hapa kwenye msikiti mwingine, kiingia kuna imamu kuswalisha swala ya dhuhuri ama alasiri, lakini kusoma kwa sauti. Alhamdulillah rabbil alamin. Mfano, je, mimi nafaa kufuata ama swala kufuata? Sisi tumegawanywa swala mbili kwa sheria yetu ya Uislamu. Kuna swala za jahiliya, kuna swala za sirri. Swala jahiliya ni fajiri na magharibi na isha na siku ya Ijumaa na bure siku ya Ijumaa, lakini adhuhuri na alasiri ni sirria, swala za kufanya kwa siri. Lakini kuna tofauti ya madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbal haifai, ni haramu sana, yani kujihirisha mali kufanya kwa siri na kufanya kwa siri kwa kujihirisha. Mfano, mtu yasali isha, imamu kusalisha, mwanadamu mambo ya mingi sio, anaambia takbiri kwa wetu kwa wewe mwingine, Allahu Akbar, kisha kimwa ubeo sio kwa siri, kisha muda Allahu Akbar akamkuu. Ni khilafu al-aula ni makruhu, lakini swala itaswali madamu amesoma na zimesomeka sasa, swala itaswali, lakini makruhu kwa sababu ile wakati wa jahiliya madhhabi yetu. Lakini baada ya Muhammad ni wajibu hata zile Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam kwa Muhammad ni wajibu, kwa sisi ni sunna. Na tashahud al-awwal tena tafhimu usimuulize swali. Tashahud al-awwal tusijieni mengi sana. Tahiyatu ya kwanza, imamu amesahau keti, akainuka mpaka kalingana, akasimama sasa. Hao maamuma wengine ni hao kina sisi. Subhanallah, subhanallah, wakati vile imamu amesimama, kwa sala zao kubadilika au swala kwa madhhabi yetu, kwa sababu ile imamu ni katika nguzo ile. Tashahud al-awwal kwetu ni sunna katika adhan, hairuhusiwi mtu kuacha nguzo kushika sunna. Akirudi ile imamu na yake pia kubadilika swala, akirudi madhhabi yetu. Lakini Imam Ahmad bin Hanbal ni wajibu, tashahud al-awwal ni wajibu kwake, si nguzo lakini ni wajibu. Kwa hivyo atakuwa ameacha nguzo kwa sababu amesahau wajibu, yakirudi swala inabadilika kwa wao. Sasa tusiwe sana na kukundana kufundiana swala, lakini kadhalika sisi tunaweza kutoka katika khilafu kwa ukiona kwamba wewe ni Shafia na imamu amesimama, yani akenda tashahud al-awwal amesimama, usimpigie subhanallah mawi imo khalifu kwa swala yako au subiri subiri kwa sababu ikiwa tashahud awal baada ya kusubiri wewe maliza tashahud yako nikamiliza kwa pia na wewe ufanye khalifu kwa tashahud kama Shafi. Sasa wewe uje takbiri ya rudi, wewe ufanye kwa hiyo ni wewe mwenyewe usate, ama wewe kama ni Hanbalia Shafi, kama ni Hanbalia maliza tashahud yako kisha mfuate wote wawili hapo hawana kila mtu, lakini yeye akirudi katika tashahud al-awwal ya kwanza swala yake kubadilika kama Shafi. Na ni mwanzo na ni pesa zetu sawa kwa kwa hiyo kuna ikhtilafu hiyo kwa maana katika madhhabi. Allahu